أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani bora wa viumbe Mtume alayhi salatu wassalam, insha Allah tutakuwa ni wenye kuendelea na silsila ya durus zetu za siratun nabawiyya, na tamalizia leo biidhnillahi ta'ala katika masomo tunayoyachukua kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwajalia anbiya wote wapitie uchungaji wa kondoo kama tulivyotaja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam, mojawapo katika masomo yanayochukuliwa kwa anbiya wa Allah subhanahu wa ta'ala wa wachungaji wa wanyama ni ule ukaribu, mtu kuwa na ukaribu na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mambo ambayo kwamba huwa yatia afya ya kiroho kwa mwanadamu huwa ni kuwa karibu na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa namna gani? Sisi ikhwata alkiram, wanadamu tumeumbwa kutokamana na udongo. Kwa hiyo ardhi ni sehemu yetu na asili au nature, sisi ni sehemu ya nature. Kwa ikhwata alkiram, mara nyingi tunapojifunga na huu ulimwengu wa bandia, artificial world, ambayo kwamba ndani yake kuna labda masimu, majengo makubwa makubwa ambayo kwamba yamejengwa akili ya mwanadamu katika ubunifu wake na katika ilmu ambayo kwamba amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, magari na vinginevyo, huwa hivi hutuweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala tunapojifunga navyo. Lakini sehemu ambayo kwamba huamsha hisia ya kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala ni uumbaji wa asili, nature. Sawa, Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi au mara ngapi katika kitabu chake kitukufu yuataja uumbaji wake, akituregesha sisi katika hoja ya kumwamini yeye na kuwa na thika na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atataja jua, atataja mwezi. Allah subhanahu wa ta'ala atataja nyota, mbingu, milima, mito, miti, mimea. Kwa sababu gani? Sababu gani Allah subhanahu wa ta'ala tutajie hivi vyote? Kwa sababu hizi huwa zatuvuta katika kuangalia uumbaji wake azza wa jalla, na huu uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kioo cha uwezo wake. Unapoangalia uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, unapoangalia viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, huwa wapata kuona glimpse au rasharasha kidogo au cheche ya ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atutolea mifano, na tutataja insha Allah ta'ala, iko mingi, tutataja miwili. Allah subhanahu wa ta'ala tuuliza, antum, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha, hivi nyinyi ni viumbe ambavyo kwamba viko complex, viumbe ambavyo kwamba yani ni ngumu kuumba, kufisha na kuhuisha tena kuliko mbingu?
Yani wewe jiangalie wewe mwanadamu, alafu uangalie mbingu ambao kwamba imewekwa pale juu, yasimama bighairi amadin tarawnaha, jumba ambalo kwamba halina pillars, yani roof, sakafu ambayo kwamba haina pila tunayoiona na imesimama pale juu. Allah subhanahu wa ta'ala vile vile kwa mfano mwingine asema, awalam yarau, kwani hawaoni, yani sisi wanadamu, anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda, ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba mbingu na ardhi. Kisha sema nini? Watu wanapotoka mjengoni, jengo lolote lile dogo lile kubwa, jengo lolote, huwa hali yao wako namna gani? Wamechangamka au wamechoka? Jamaa akikwambia wewe bana ninatoka mjengo, hata yule engineer peke yake, hata yule foreman ambaye kwamba ndio yuwasimamia ule mjengo, atarudi nyumbani jioni hali ya kuwa amefanya nini? Amechoka. Allah subhanahu wa ta'ala tuambia hivi, hawaoni ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba ameumba mbingu na ardhi, mbingu na ardhi hii ambayo kwamba ndio tandiko letu la ulimwengu mzima, kisha asema walam ya'ya bi khalqihinna, wala haikumchosha Allah subhanahu wa ta'ala, wala haikumtatiza hata kidogo. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ameyumba, haikuwa stress hata kidogo, tofauti na sisi tunapotengeza au tunapotoka mijengoni au ukawa mastermind wa mjengo fulani, utachoka. Allah subhanahu wa ta'ala asema walam ya'ya bi khalqihinna, huyo ambaye kwamba ameumba mbingu na ardhi na hazikumtatiza lolote, hazikumchokesha kitu chochote. Biqadirin ala an yuhyiya almauta, yani huyo alofanya hivi, jamani, hamuoni ya kuwa yuwaweza kumfufua alokufa? Yani baada ya kumuumba, hata hakutaja kuhusu kuumba, baada ya kumuumba amekufa, kumfufua itakuwa ishu kubwa. Na yeye ameumba mbingu na ardhi wala hazikumtatiza lolote. Sasa kumfufua mwanadamu baada ya kufa nini kwake? Kwa hiyo ukiangalia tu hizi za kutosheleza kuona uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, bala innahu ala kulli shay'in qadir. Kama amefanya haya, basi bila shaka yeye juu ya kitu chochote anachotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza, yuweza kukifanya. Maadamu amekitaka atakifanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kinachomshinda, si katika ardhi wala si katika mbingu. Na pia ikhwata alkiram, tunavotaja uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kioo cha ukubwa wake. Ukitaka kujua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, angalia uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka kusoma katika hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, angalia uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala auliza, kwani hawamuoni wao ngamia vile alivyoumbwa? Sasa wajua, sisi tunapoangalia ngamia vile alivyoumbwa, labda tuweza tukamwangalia kwa appearance yake ngamia vile ambavyo kwamba yuakaa, lakini ukija ukifuatiliza kwa undani utakuta kuna hikma ambayo kwamba ni kubwa mno. Kama vile ambavyo kwamba ngamia yeye, ona hizi vitu huwa zaitwa eyelids za kufunga, sio? Kukipiga vumbi saa hii lazima kila mmoja atafanya nini? Ataziba macho yake ili vumbi lisimuingie katika macho, sio? Sasa ngamia mara nyingi wanyama ambao kwamba wana survive katika desert, sio? Sehemu ambao kwamba ni jangwa. Sasa ngamia yeye ana eyelids mbili na moja iko transparent. Hii inatoa mfano mmoja, tusende mbali sana, lakini
ziko habari nyingi za ngamia. Ngamia yuweza akaendelea na safari yake akiwa yuaona, kwa sababu ile moja ya ziba na iko transparent, ni kama ambaye mtu alovaa goggles. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba hivyo. Kwa ukitaka kupata katika hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, angalia uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka elimu, kusoma katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, angalia uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam 7th century aeleza kuhusu, lau nzi atakuwa ni mwenye kupiga ubawa mmoja katika chakula chako, basi mzamishe kabisa, umtoe. Senchari baadaye, saa hii ndio wanasayansi wasema nzi ubawa wake mmoja huwa na maradhi kadhaa wa kadhaa ambayo kwamba ni mengi, lakini ubawa wake wa pili huwa umbeba antibiotic kwa hayo maradhi, watuambia leo. Kwa ukitaka kupata katika ilmu, jilazimu katika kuangalia uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Asa yule anayechunga wakati mwingi hupata wakati wa kuwa karibu na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani akaja mjini huku akawa na wanyama wake, lazima atakwenda huko kando kando kwenye msitu, maji atatafutwa kwenye mito, sehemu ambazo kwamba atakuwa karibu zaidi na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, inayompatia advantage yeye kufanya tafkir na kufanya tadabbur na kujisogeza karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo anbiya wa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa. Na kwa mfano mkubwa zaidi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akitumia wakati wake mwingi kuangalia uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na kufikiria ndani yake na kupata mazingatio ndani yake. Kwa hiyo hii yamsaidia yoyote yule ambaye kwamba yuko karibu na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kujikurubisha naye Allah subhanahu wa ta'ala na kuuona ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya ni masomo jumla ya masuala ya uchungaji, lakini tutataja pia nukta kadhaa tukifanya takhsis na masuala ya kondoo, kwa sababu labda tasema labda katika biladi za Kiarabu au hasa katika Jaziratul Arab, wao sana sana ufugaji wao ulikuwa ni kondoo, lakini pia vile vile walikuwa na ngamia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakudili na ngamia, hakuwahi kuchunga ngamia. Kwa hiyo kwa nini kondoo? Ikhwata alkiram, kondoo ni kiumbe au ni mnyama ambaye kwamba ni dhaifu, si kama ng'ombe na ngamia. Kondoo maskini, hawana matata maskini, na ni dhaifu, hawana jeuri. Sasa hawa huhitaji umakini zaidi katika kuwachunga na maangalizi ambayo kwamba ni ya makini zaidi. Udhaifu kama huu na ule upole hufanya wepesi katika kuanguka katika mitego ya wanyama ambao kwamba ni hatari. Na ndio utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yuatupatia sisi mfano wa masuala ya kujilinda na vitimbi vya sheitan, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam akituhusia sisi kama Waislamu ya kuwa jilazimishe na jamaa, jilazimishe kuwa pamoja na umma wa Kiislamu. Hakika mbwa mwitu humvamia yule kondoo ambaye kwamba amepotea, yuko peke yake. Sheitani yuko namna hii, ni rahisi kumpata mtu ambaye kwamba amejiweka kando kuliko yule ambaye kwamba amejilazimisha na jamaa. Akatoa kwa mfano wa nini? Kwa mfano wa kondoo. Sababu mara nyingi wakishakuwa hivi pamoja inakuwa si rahisi kuvamia.
Hii ni katika khibra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokamana na kazi yake kama hii, na kutuonyesha ya kuwa kondoo mmoja akijiweka kando, basi yeye huwa rahisi kulengwa. Angalia leo katika maisha yetu, mujtama huu wa Mnarani ambao kwamba alhamdulillah ndani yake kuna Waislamu wengi, wasaidia sehemu kubwa katika mtu binafsi kulindwa na vitimbi vya sheitani. Aweza akajiona yeye mashallah ya kuwa ni mtu ambaye kwamba yani tabia yake mzuri, mienendo yake mizuri, haingii viwanja. Huyo mtu ukamtoa leo ukampeleka katika society tofauti, hakuna mtu yomjua, na ikawa yuko kivyake, si ajabu akageuka akawa mtu tofauti. Na ndio utaona kwa mfano watu hutoka sehemu mbalimbali, wengine wakaenda, na sisi tunayo hapa karibu institution university hapa, sio? Mpaka wazazi huwa na wasiwasi ya kuwa huyu mtoto saa hii yatoka hapa yuaenda yuakaa katika society ambayo kwamba hakuna mtu yomjua. Leo atakuwa ni mwenye kujilazimisha na jamaa kule anakokwenda, itamsaidia pia sheitan kutompata kirahisi, kwa sababu pia ataona haya kutokamana na watu wamjua, kijana wetu huyu twasali naye, kijana wetu mzuri. Haiwezekani kesho tukamwona katika mangwe ni mlevi. Kwa hiyo jamaa ikawa yenye kukusaidia, tofauti na vile ambavyo kwamba mtu ambaye kwamba amejitenga kando na jamaa, na mara nyingi ambaye kwamba huwa yuamua kuwa mtu muovu hujitoa pia katika jamaa, kwa sababu hataki watu wampatie nasaha, hataki watu wamzungumzishe. Kwa hiyo bana, njia ya pekee na njia ya rahisi yeye kujitoa na kusema bana, hii haiwahusu, maisha yangu na yenu. Kwa hiyo haya yakasaidia, au ni katika hikma ya kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala akajalia anbiya wakawa ni wenye kupitia zoezi kama hili. Na vile vile nukta nyingine ni kuwa kazi ambayo kwamba sisi tuifanya huwa na athari katika maisha yetu jumla. Kazi ambayo kwamba sisi tuifanya hutuathiri katika maisha yetu jumla. Kwa mfano, mchunga kondoo, kwa vile kondoo alivyodhaifu na walivyowataratibu, kimaumbile atakuwa na tabia ya utaratibu na atakuwa na tabia ya subira. Na anbiya wakajaliwa wao wana subra sana juu ya umam zao, pamoja na vitimbi tofauti walivyoviona, walakin kupitia zoezi kama hili wakawa na rahma, wakawa na wepesi kwa wao, hawakuwa wazito na wakali juu ya umam zao, tofauti na ambaye kwamba yuangalia ng'ombe au yuangalia ngamia. Kwa mfano, ngamia wana jeuri, na ile jeuri huwa yatakaniwa mtu ambaye kwamba atakutana nao kwa nguvu, la sivyo kazi itashindikana. Kwa hiyo yule ambaye kwamba yuangalia ngamia, tabia zake ni tofauti na yule ambaye kwamba yuachunga kondoo, tabia zao ni tofauti. Sababu mwalimu ana tabia tofauti na daktari. Mwalimu akishaingia katika ualimu, baada ya muda hata akikaa na rafiki zake ambao kwamba ni umri sawa, yeye atataka kuwasomesha tu, yeye atawaeleza vitu vya kuwasomesha, sababu ya mazoea, kutokamana na kazi yake ambayo kwamba ameifanya au amezoea kuifanya. Daktari baada ya muda kidogo akifanya kazi, ghafla itakuwa hajui kuandika vizuri, yeye kila kitu yachoroga tu yeye. Ile ni athari
ya ile kazi ambayo kwamba mtu yafanya. Injinia tabia yake itakuwa tofauti. Mtu ambaye kwamba ni alim katika faculty yoyote, katika sehemu yoyote ya usomi, hata akija akizungumza, maneno yake atakayochagua itakuwa si ya kawaida. Ikiwa Kiingereza atachagua maneno ambayo kwamba mazito mazito, ni athari ya kile ambacho kwamba mtu anakuwa ni mwenye kujishughulisha nacho. Kwa hiyo kwa vile uchungaji wa kondoo waathiri mtu kuwa mtaratibu, hivi ndivyo walivyopitia anbiya wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakawa wataratibu juu ya wafuasi wao na wakawa na subra juu yao. Ikhwata alkiram, kama vile ambavyo kwamba tumetaja katika fawaid kama hizi, Ibn Hajar al-Asqalani ambaye kwamba amekiandika kitabu maruf Fathul Bari, asema juu ya hii hadith, ma ba'atha Allahu nabiyyan illa wara'a al-ghanam. Aeleza commentary yake juu ya hadith kama hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema sababu ya anbiya kuwa wachungaji kabla ya nubuwa ni wawe wazoefu katika kuchunga kundi la wanyama, katika kuangalia wanyama, katika riaya, katika uchungaji. Na ndio hata leo utaona katika Kiswahili ambacho kwamba athari yake kubwa ni Kiarabu, utambua hawa ni raia na huyu ni rais, yule ni mchungaji, hawa ni wachungwa, katika kuangalia raia, na kwa sababu watakuwa mas'ul juu ya umam zao katika ule uchungaji wao. Kwa hiyo ndani ya uchungaji mtu hupata kufikia uvumilivu kupitia ule uchungaji wa kondoo. Mtu hupata kufikia uvumilivu, apate kuwa na rahma na subra vile vile, kwani mchunga ana wajibu wa kukusanya wanyama wake, kuwaongoza kutoka sehemu moja mpaka nyingine, huku akijua hatari zote zilizowazunguka wanyama kama wale, na akawa ni mwenye kuwachunga, akawa ni mwenye kuwapeleka sehemu salama. Kwa hiyo anbiya wa Allah subhanahu wa ta'ala wakawa ni wenye kupata khibra ya kulinda umma ndani na nje. Walikuwa tu mujarrad jambo la kawaida ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakutumiliza mjumbe isipokuwa alichunga wanyama. Kulikuwa na hikma kubwa ndani yake. Inshallah, kabla hatujafunga tutazungumza katika tukio lingine maarufu ambalo kwamba limetokea kabla ya nubuwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nayo ni kikao cha Hilf al-Fudhul. Ikhwata al-kiram, kuna bwana kutoka Zabid, Yaman, alikuja ndani ya Makka katika biashara zake, na akapata kufanya biashara na Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il baadaye akamrusha, kama vile maarufu inavyotumika lugha za mitaani, akamrusha, ikawa hataki kumlipa haki yake. Le bwana yuamfuata, yuamdai mpaka mwisho. Al-As bin Wa'il bana akamwambia peupe, akamwambia wewe bana, sikulipi, tafanya nini? Sikulipi. Akijua huyu bwana atoka wapi? Atoka Yaman, huyu ni foreigner na yeye ni mtu wa mjini pale. Kwa hiyo akamkaushia, akamwambia bwana, sikulipi, nenda unakotaka kwenda. Bwana akatafuta mahali katika sehemu ya Makka, akawa ni mwenye kusimama na akapiga ukelele akilalamika, akasema jamani, nyinyi watu wa Makka, nyinyi watu ambao kwamba mna heshima, nyinyi ambao kwamba ni kadha wa kadha, mtakubali mtu adhulumiwe mbele yenu na msimtetee jamani? Kwa hiyo baadhi ya makabila katika Makuraish kwa kusikia munada kama ule, wakawa wenye kuona vibaya, wakaja pamoja na wakaitisha mkutano ambao kwamba alikuwa watakuwa ni wenye kujadiliana kuhusu masuala ya kutetea
haki za wanyonge, makubaliano ya fadhila, hilfa alfudhul, kutetea haki za wanyonge. Kwa hiyo wakatoka makabila na wakukutana katika nyumba ya Abdullah bin Jadhaan. Abdullah bin Jadhaan baina ya Makuraish alikuwa ni mtu ambaye kwamba ni mkarimu sana na mwenye kusaidia watu. Kwa hiyo watu wakaona ni bora zaidi katika kumkirimu yeye, ule mkutano wa makubaliano kama yale ufanywe katika nyumba yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam walipotoka watu katika kabila lake, na yeye pia akachukuliwa vile vile, akahudhuria katika kile kikao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasemaje baadaye, na ndio hapa tutamalizia na somo kama hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, alitaja kile kikao, kisha baadaye akasema, lao ningekuwa leo, kama kuna kikao leo ambacho kwamba lau ningeitwa nisingekataa na ningekihudhuria, hata kama kile kikao kinafanywa na mushrikin, kwa sababu waliofanya kile kikao washirikina, si Waislamu, na hapa ni kabla ya nubuwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, lau kingefanywa leo na yeye ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala na akaalikwa kikao kama kile, basi angekihudhuria, hata kama kile kikao kinakuwa ni chenye kufanywa na kina nani? Na washirikina na makafiri. Twapata somo gani? Twapata somo ya kuwa ikija katika hukuk za watu, yatakaniwa Muislamu usimame na haki, hata kama wale ambao kwamba wako katika hii haki si Waislamu. Ikija katika hukuk za watu, Muislamu yatakaniwa asimame na haki, hata kama wale ambao kwamba wameitisha jambo kama hili si Waislamu. Muislamu siku zote atasimama upande ambao kwamba wasimamia haki. Kwa hiyo hata leo katika maisha yetu, hata leo katika mbio zetu na utafutaji wetu, tuwe ni wenye kusimama na usawa, hata kama itakuwa mtu si Muislamu. Na alhamdulillah, hii ndiyo tabia ya Waislamu na ndivyo alivyotulea Mtume sallallahu alaihi wasallam na ndivyo ulivyotulea Uislamu. Kwa inshallah takuwa ni wenye kusimamia hapa. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa machache tujalie sote min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairal jazaa.